mawenyeji wetu kama walivyotuambia kwamba tukitahidi kutoka mapema siku ya leo. Nimetamani ya kwamba tuzungumze neno hili kwa siku ya leo ambalo linasema kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Hilo ndilo neno ambalo nimetamani tuweze kuzungumza mchana wa leo, kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Tunaposema kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine, hapo kuna mtu ambaye anahusika. Tukisema kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine, kuna mtu hapo ambaye anahusika, na mhusika mkuu ni wewe. Mhusika mkuu ni mimi, ambapo katika somo letu hili wewe sasa ujiweke pale kwamba wewe kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Mimi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Miongoni mwa mambo ambayo dunia hii tumepoteza kabisa kwenye maisha yetu ni kulitambua hili kwamba mimi ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Wewe ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Zingatia sana hilo. Haleluya. Tunarejea kabisa katika msingi wa kimungu katika kukuumba wewe, ambao ni msingi wa ujumla kwenye Mwanzo 1:26, lakini andiko letu linalotuleba ni Kutoka 19 mstari wa 4. Tusome kwanza hapo Kutoka 19 mstari wa 4. Kutoka 19 mstari wa 4 inasema hivi: mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Kwamba mmeona nilivyowachukua ninyi katika mikono ya Misri, na mmeona nilivyowabeba katika mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Anayezungumza hapo ni Mungu kupitia mtumishi Musa. Haleluya. Anayezungumza hapo ni Mungu kupitia mtumishi Musa. Lakini tukiangalia pale kwenye Mwanzo 1:26 ambayo inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Jambo la kwanza ambalo nataka tuzingatie ni kwamba haya tunayoyasoma hapa ni mambo ambayo Mungu ameyatengeneza kabla ya wewe kuja kuwepo, kwamba anatakiwa kuwepo mtu, na huyu mtu kuwepo kwake kuna kusudi maalum ambalo anatakiwa kwenda kulifanya. Haleluya. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu aliona kuna madhaifu fulani ambayo yanahitaji mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, aweze kuyatengeneza yale mazingira yaweze kuwa sawa yale mazingira. Kwa maana kwamba kabla ya kuumbwa mwanadamu kuna jambo lililompasa kufanya, na akaenda kuumbwa ili atimize linalopasa kufanya.
Kwa hiyo hilo lilikuwa ni kusudi la jumla, kusudi la jumla, yaani mwanadamu yeyote ambaye atatokana na Adamu amebeba kusudi hilo la jumla. Lakini kuna kusudi la binafsi ambalo sasa Mungu anaendelea kuwekeza kwa mtu na mtu tofauti tofauti, na makusudi hayo ambayo Mungu anayaweka kwa watu tofauti tofauti, Mungu anayaweka kwa sababu iweze kufanyika kwa ajili yake yeye na kwa ajili ya wengine. Haleluya! Sijui hili linaingia vizuri, kwamba Mungu baada ya kuumba dunia ina upana sana. Ndio maana wanasayansi wanakuambia zipo sayari nyingi, zote Mungu anaita ni dunia. Sisi ndio tunatofautisha na hili na hili na hili na hili. Sasa katika uumbaji wake yapo mazingira ambayo Mungu aliona kwamba anataka aweze kufanya upanuzi wa utawala wake katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo anapoenda kumuumba mwanadamu alikuwa tayari anakusudiwa jambo la kufanya. Mwanadamu aje kutawala, aje kumiliki, lakini kwa ajili ya Amen. Kwa hiyo sasa tunaposoma kitabu cha Kutoka, mahali ambapo tumesoma, tunaona kwamba Mungu anazungumza na Israeli kwamba jaribuni kutafakari yale ambayo nimetenda mlipokuwa katika mikono ya Misri, nikawachukua katika mbawa za taa, nikawaleta kwangu mimi. Kwa maana kwamba namna ambavyo Mungu alikuwa anatenda kwa ajili ya Israeli kuanzia walipokuwa Misri na mpaka walipofika Kanaani, Mungu anahesabu kwamba yale yote ambayo anayafanya hayafanyi kwa faida ya Israeli, anayafanya kwa faida yake. Amen. Kwa hiyo jambo la kuzingatia ni kwamba kwenye maisha yako, jambo la kwanza ni kwamba maadamu unasema kwamba Mungu amenilinda, Mungu amenipigania, Mungu ametenda, Mungu amefanya hivi, hakuna chochote amefanya kwenye maisha yako kwa ajili yako. Amen. Hakuna chochote amefanya kwenye maisha yako kwa ajili yako, anafanya kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Haleluya! Hili ni jambo la kuzingatia sana. Hata ukombozi wa Yesu msalabani, Mungu hajafanya kwa ajili yako. Haleluya! Amefanya kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Kwa maana jinsi Mungu alipenda hata akamtoa mwana ili haleluya, tuko pamoja. Kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwamini mtu amwamini asipotee, ili bali apate uzima wa milele. Haleluya! Hapo kuna kwa ajili yako. Hakuna
ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto. Utakuwa begani mwake. Ataitwa mfalme wa ajabu. Haleluya, wanamlima Sinai. Naona andiko yanapanda. Haleluya. Sasa maandiko yote haya yanatufanya tuone kwamba Mungu alikuwa anasumbuka ni kwa ajili yetu, lakini tusikumbuke kitu kimoja, kwamba anasumbuka haya yote Mungu ni kwa ajili yake. Naomba nitetee hoja sasa ili tuelewe vizuri. Mungu alipokuumba, alikuumba ili utawale dunia, umiliki vyote alivyovifanya. Tuko sawa sawa? Na umiliki wako na utawala wako ni utawala unaotegemea nguvu zake, kwa sababu wewe ni mwanadamu ambaye umechanganyika. Wewe upo roho, wewe upo mwili. Wewe ni wewe katika roho, wewe ni wewe katika mwili. Sasa wewe katika roho ndiye unayepaswa kufanya yaliyo ya Mungu yadhihirike katika mwili. Haleluya. Sasa kila roho ya mwanadamu ni roho lakini yenye udhaifu. Kila roho ya mwanadamu ni roho lakini yenye udhaifu. Kwa maana hiyo, roho ya mwanadamu ili iwe na nguvu inahitaji roho nyingine yenye nguvu. Kwa hiyo ndio maana mwanadamu hawezi kufanya jambo lolote duniani asipotegemea nguvu ya roho. Iwe roho ya Mungu, iwe roho ya giza. Haleluya. Nguvu yoyote ya roho ya mwanadamu inategemea nguvu ya roho yenye nguvu. Iwe roho ya Mungu, iwe roho ya giza. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu kuchagua nguvu yako wewe itajengwa kwenye msingi wa roho gani? Roho ya Mungu au roho ya giza? Ni uamuzi wako. Haleluya. Sasa Mungu alikusudia ya kwamba mwanadamu aweze kuishi milele katika uzima wa roho isiyokufa. Tuko sawa? Ambayo inatimiza mapenzi ya yeye Mungu duniani. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwanadamu ameasi, ameondoka kwenye kutimiza mapenzi ya Mungu wapi? Duniani. Kwa hiyo Mungu anaposumbuka na ukombozi kwa ajili ya kuweza kukurejesha, anarejesha kile alichokusudia kipate kukamilika wapi? Duniani. Kwa hiyo ukombozi anatetea nini? Makusudi yake. Haleluya. Bado nimemchanganya mama pale. Wewe ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Basi narudia mstari huu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa nchi na vyote vyenye uhai. Tuko sawa sawa? Famia, tuko sawa? Are we together? Ndugu Pasiato, tutumie mfano watu waelewe. Haleluya. Ana napendeza bwana. Suti hii kutoka Dubai, kutoka Turkey. Toka Italia. Barikiwe sana. Ndugu Pasia alikaa akaona, sasa mimi nimekuwa na suti mbili tu, na Bwana shukuru anapendezaga kila Sunday. Kasema nitafanyaje? Ngoja ninunue suti nyingine. Haleluya.
Yaani kabla hajafikiria soko liko wapi, sijui atanunulia wapi, lakini ameanza kupata picha ya nini? Suti. Tuko sawa? Wakati sasa alianza kutafuta soko, akaona suti nzuri. Tuko sawa sawa? Akatoa pesa kwa ajili ya nini? Ya kununua suti. Tuko sawa? Bwana Pasia, ulipotoa hii pesa uliinunua, ulivyoitoa hii pesa ya kununua hii suti, uliitoa kwa sababu unufaishe hii suti au hii suti kunufaishe wewe? Haleluya, tunaelewana vizuri? Sasa Bwana Pasia, hii suti maadamu ikibanabana hivi au ikiwa nene, unaendelea kuivaa, utakachokifanya haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa nini asiendelee kuvaa kama imekuwa nene sana kwenye mwili wake? Imepoteza manufaa ya yeye kuinunua. Ikibana, kwa nini asiendelee kuivaa? Kwa sababu imefanyaje? Imepoteza nini? Manufaa. Kwa hiyo hapo suti itakuwa imemkosesha yeye. Tuko sawa sawa? Kwa maana kwamba tuende kwenye mfano sasa wa kubana, wa kunenepa, kwa sababu unene inaweza ikatengenezwa na mafundi. Atahangaika sasa yeye ili aweze kuipunguza iende kwenye saizi yake, aendelee kufanyaje? Sasa anapoisumbukia kwenda kwa fundi kuitengeneza hii suti, sio kwa sababu ya suti, ni kwa sababu ya nani? Yeye. Amen. Hii inaeleweka sasa? Kwa sasa tunaposema wewe kwa ajili ya na chochote ambacho Mungu alifanya kwa ajili ya maisha yako, ni Mungu anajaribu kukurejesha kwenye manufaa yake yeye ya wewe kuwepo duniani. Amen. Kwa hiyo ukiangalia maandiko yanasema hivi kwenye waraka ule wa Mtume Paulo 1:4, waraka ule wa Mtume Paulo 1:4 inasemaje? Waefeso 1:4, hakuna wa kusoma. Waefeso 1:4 au acha nisome. Inasemaje? Kama vile alivyotuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake, katika pendo. Haleluya. Kama alivyotuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Tunaelewana vizuri? Kwa maana kwamba kabla hata misingi ya dunia haijakuwepo, yeye amesha kuchagua kwamba unapaswa kuwa mtakatifu. Yeye anakusudia hilo kabla hata misingi ya dunia. Tunaposema kabla ya misingi ya dunia, ina maana kwamba kwa habari ya kuumbwa kwa dunia bado, kuumbwa kwa wewe mwanadamu bado, lakini kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anajua mwanzo
na mwisho wa jambo hata kabla ya jambo lile. Yaani anajua mwanzo na mwisho wako hata kabla wewe hujaanza. Amen. Sasa kwa maana hiyo alianza direct kukutengeneza wewe kuwa mtakatifu katika pendo lake. Kwa hiyo pendo lake ni utakatifu wa maisha yako. Haleluya. Sasa kwa sababu yeye amekusudia hilo, wakati wewe unakuja kuishi duniani, unaishi maisha yasiyo matakatifu, anahangaika ili uweze kurejelea utakatifu, sio kwa sababu yako, ni kwa sababu yake. Ili ukae kwenye alivyokukusudia. Makoti uliyonunua kama hayako tena vizuri ndani, inalazimika ufanyeje? Ufanye mabadiliko. Lakini kwa sababu yeye pendo lake kwako sio kukufanyia mabadiliko kwamba wewe utoke mwingine akae, ndio maana anakusumbukia wewe sasa kukutengeneza, hakurejeshe vile unavyopaswa. Kupata uzima wa milele sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake, kwa sababu alivyokuumba alikusudia wewe kuishi umilele katika utawala, wewe utawale milele. Amen. Kwa sasa anapokuja Yesu ili sisi tupate uzima, ili sisi tupate umilele, anaturejesha, kwa sababu kilichotupea kifo ni nini? Ni dhambi. Haleluya. Kilichotupea kifo ni dhambi, na kama dhambi ndio imetupea kifo, imetuondoa kwenye kusudi la kimungu, na Mungu mwaminifu hawezi akakubali neno alilolitamka lisitimilike. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo anatetea agizo, anatetea tamko analolitamka. Anaposumbuka kwa ajili ya maisha yako, anatetea lile ambalo amekusudia. Bwana tusaidie sana. Mungu aliahidi uzima wa milele. Mungu hakusema kufa utakufa kabla ya dhambi. Mungu alisema kufa utakufa baada ya dhambi. Ina maana kwamba nje ya dhambi mwanadamu ana nini? Ana uzima. Ndani ya dhambi mwanadamu anafanyaje? Anakufa. Sasa wewe umekusudiwa ni kuishi nje ya dhambi katika uzima wa milele, katika utawala wa dunia hii. Ndio maana Yesu atakaporudi tutafanyaje? Tutatawala pamoja naye. Biblia haikusema kwamba atakuja kututawala, kwamba tutatawala pamoja naye. Mungu anajaribu kukipu neno halilolisema la sisi kutawala. Haleluya. Kwa hiyo neno letu siku ya leo linakutengeneza ukumbuke kwamba chochote ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako, zingatia kwamba ni kwa ajili yake. Kama Mungu anakulinda, ukumbuke kwamba ni kwa ajili yake. Kumbe Mungu anapokuepusha na ila, ukumbuke kwamba ni kwa ajili yake. Ana makusudi na wewe, ana makusudi na uwepo wako. Mungu akikupa mali, ukumbuke kwamba ni kwa ajili yake. Mungu akikupa uzao, ukumbuke kwamba ni kwa ajili yake. Chochote ambacho Mungu anaachilia kwenye maisha yako ni kwa ajili yake.
Hilo ni jambo la kuzingatia. Lakini letu la pili ni kwa ajili ya wengine, kwa sababu somo letu ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Wakorintho wa kwanza 12:7 tusome hapo. Kumi na mbili saba. Lakini kila mmoja apewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwamba lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa ajili ya kufaidiana au kwa kufaidiana, kwa maana kwamba lolote ambalo Mungu anaachilia kwenye maisha yako linaachiliwa ili uweze kuwa faida kwa wengine, kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya kufaidiana. Kwa hiyo maisha yako wewe, kama sisi tunasumbuka na wewe, ni kwa ajili yetu. Amen. Kwa ajili yetu, na kwa sababu ni kwa ajili yetu, ndio maana tunasumbuka na wewe. Leo hii na watu wana kauli zinazosema mind nini kashi mind nini, na wewe ni business yangu. Mind your business. Watafsirie wazee waelewe. Leo kuna kauli inayosema mind your business. Watafsirie wazee waelewe. Unasikia vijana wa siku hizi wana kauli inayosema fuata ya kwako, usifate ya kwako. Lakini na wewe ni ya kwangu, yale ya kwangu ninapaswa kufuata, na wewe upo. Haleluya! Kwa sababu wewe upo kwa ajili ya upo kwa ajili yako mwenyewe, upo kwa ajili ya, kwa maana tumesema kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Mungu hakutunzi kwa ajili yako, ni kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Haleluya! Hii imefanya watu wao binafsi sana. Mungu amenipendelea. Okay, amekupendelea kwa ajili uwe faida kwako. Ndio maana lazima tusumbuke wewe unapokuwa na uelekeo usio mzuri, kwa sababu unatusumbua. Haleluya! Unatusumbua. Unapokuwa mlevi ni starehe yako, lakini kwa sababu ni njia isiyo sahihi unatusumbua. Haleluya! Kwa hiyo acha ulevi kwa ajili yako. Waliooa walioolewa mpo. Imagine sasa walioolewa kwanza, walioolewa. Imagine sasa mume wako ndo mlevi kabisa, alafu anakuja ananuka ile pombe ya hatari. Afadhali hata hizi za kizungu zile za kukorogwa nyuma ya nyumba, zile za kule kwetu, anakuja hivi hoi, ndio anakuja kitandani. Yaani unaishi ili mradi kwa sababu mmeshaamua tu basi. Wengine wanakuambia anakaa kwa sababu tushazaa, wengine anakuambia basi tu iwe hivi, lakini yupo kwenye tabu, yupo kwenye tabu. Haleluya, haleluya.
njia hizo kuna athari ambazo zinakukabili, na zile athari zinapokukabili wewe haziishii kwako, zinakuja mpaka kwako. Haleluya, haleluya. Nikikuelekeza Bwana, hapa Marekani unapofanya kazi unatakiwa utunze akiba, ufanye hivi, unaniambia Bwana nifuatilia maisha yangu. Nakufuatilia kwa sababu siku ukifukuzwa nje mimi sitapata amani. Haleluya. Kwa hiyo usimwone mtu anayesumbuka na tabia yako mbaya kwamba anakufuatilia. Wewe ni kwa ajili yake. Yaani wewe ukiwa vizuri na yeye yuko salama. Wewe ukiwa umepinda pinda na yeye unamharibia. Haleluya. Wote wana mtu anachangiwa renti hapa Marekani. Mimi nimewahi kuchangia kwa. Sasa mtu unafanya kazi mwaka mzima, eti ndani ya wiki 2 tu ya baada ya kukosa kazi ndio unasema una hela renti. Kweli? Tunapokufuatilia, sema tu ni tamaduni zetu za madhehebu yetu, lakini nilipokulia kule, nilipokokea kule Dar es Salaam, kule Dar es Salaam mchungaji ana wajibu wa kuhakikisha kwenye maisha yako kila kitu kiko sawa. Tuko sawa? Kwa maana hiyo wao wanakuwa na ofisi ya mchungaji ambayo utaitwa na mchungaji na ujibu maswali yote utakayoulizwa. Uchumi unaendaje? Biashara unafanya au ufanyi? Sijui nini? Akiba unafanyeje? Lakini sasa kwenye jamii zetu hizo za Kongamani mwite bwana sopa wapo kiivo kabisa. Hawezi kuwa mchungaji wako ambaye hajui unajizatitije kwa ajili ya maisha, kwa sababu wewe ukipata shida, ukiharibikiwa, jambo ambalo halitaenda vizuri, sio salama kwa kanisa na ni aibu kwa mwendo wa Kristo. Kwa sababu muda wetu ni mdogo, tuweze kuweka pointi hapo. Tuweke pointi hapo. Tumeambiwa tutoke mapema, cha kuazima ni hivyo. Kwa hiyo neno letu siku ya leo lilikuwa ni la kutukumbusha kwamba wewe ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Na kama wewe ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine, uzingatie na kujua kwamba huna ulicho nacho kinachoweza kukupea kiburi. Hakuna kabisa ambacho unakibeba kinachoweza kukupea kiburi, kwa sababu chochote ulicho nacho ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Kama una huduma, si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Kama una mali, si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Yapo mambo yanatakiwa kuwekwa sawa kwa kusanyiko, kwa waliokuzunguka. Kwa maana hiyo ituondolee ile kiburi ya kuona tunavyovibeba. Hasa sisi wenye huduma ndo kabisa. Kabisa. Embe inapozaa matunda, yale matunda yanakuwa ya kwake. Ule mti wa mwembe unakula matunda yake. Anayenufaika ni nani? Sisi.
kwa ajili ya wengine. Tusimame.